Wakati siku zikiwa zimesalia chache kuelekea kufunguliwa kwa dirisha dogo la usajili kwa ajili ya maboresho ya vikosi mbalimbali katika ligi kuu Tanzania Bara NBC Premier League, inaelezwa kuwa machampioni wa nchi klabu ya Young Africa imeanza kuangaza taa na tochi mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuimarisha safu zao mbalimbali katika idara tofauti tofauti katika kikosi chao ambacho kinaonekana kutetereka kwa siku za hivi karibuni, ikipoteza michezo minne kati ya mitano ambayo imecheza kwa hivi siku za karibuni. Na Yanga imekuwa ikikabiliwa na changamoto kadha wa kadha, haswa eneo lao la ulinzi wa kushoto, lakini ulinzi wa eneo la katikati, lakini pia eneo la kiungo na ushambuliaji kumekuwa na changamoto kubwa sana. Na Yanga wanaelezwa kwamba watarejea sokoni kwa ajili ya kufanya maboresho katika idara tofauti tofauti katika kikosi chao, haswa hayo maeneo matatu ambayo nimeyataja katika kikosi chao ambayo imeonekana kuwa na changamoto kubwa. Israel Patrick Mwenda ni jina ambalo limedondoka kwenye meza ya Rinyo Updates kama mojawapo ya tetesi, na ikielezwa kuwa Yanga wako katika hatua za mwisho kuweza kufinalize deal hilo la mlinzi huyo ambaye anamudu kucheza nafasi ya mlinzi wa kulia pamoja na mlinzi wa kushoto. Ni mlinzi kutoka katika klabu ya Singida Black Stars. Tunakumbuka tu Israel Patrick Mwenda kwa misimu takriban mitatu amekuwa akiwatumikia mahasimu wa klabu ya Yanga, hawa si wengine bali ni Simba Sports Club, lakini mwanzoni tu mwa msimu huu wa 2024-25 alijiunga na klabu ya Singida Black Stars. Na tunakumbuka Israel Patrick Mwenda kabla ya kujiunga na Singida Black Stars alikuwa amesaini kandarasi mpya ya kuendelea kuitumikia klabu ya Simba mpaka pale msimu wa 2026, lakini pasipo matarajio ya wengi Israel alibadilisha gia angani na ikaelezwa kwamba anawaniwa na klabu ya Singida Black Stars. Mwisho wa siku Simba wakasema arejeshe mpunga ambao walimpatia kwa ajili ya kusaini kandarasi mpya, na Israel Patrick Mwenda pasipo iana akarejesha mpunga katika klabu ya Simba, na mwisho wa siku Simba wakampa baraka zote za kujiunga na klabu ya Singida Black Stars. Lakini kwa sasa Israel anapigiwa chapuo kuweza kuelekea Jangwani. Tuangalie tu ni kwa nini hasa Yanga wanaelekeza nguvu zao kwa ajili ya kumpata Israel Patrick Mwenda. Inaelezwa kwamba Yanga amekuwa na changamoto katika safu yao ya ulinzi, haswa mlinzi wa kulia pamoja na kushoto. Kwa siku za hivi karibuni Yao Kwasa Tola alipata majeraha, na katika eneo hilo alionekana akitumika Dennis Nkane ambaye yeye kiasilia alisajiliwa kama winga akitokea katika klabu ya Biashara United Wanda Kid. Dennis Nkane akatumika katika safu ya ulinzi, na hata katika gemu dhidi ya Azam FC na Tabora United alionekana akitumika katika eneo hilo, huku mchezaji ambaye kihalisia ni mchezaji ambaye anacheza mlinzi wa kulia Kibwana Shomari akiwa amesalia benchi. Watu wengi wanadai kwamba Kibwana Shomari fomu yake imedrop na hivyo amekuwa hapati nafasi sana katika kikosi cha Yanga kwa siku za hivi karibuni. Lakini pia Israel Patrick Mwenda anakwenda kuongeza kitu katika klabu ya Yanga kwa sababu ni versatile player, tunasema ni kiraka. Huyu ana uwezo wa kutumika pia kama mlinzi wa kushoto, na tumeona kwa siku za hivi karibuni Nixon Kibabage amekuwa na changamoto ya kuwa backup ya mchezaji Shadrack Isakaboka ambaye yeye kiwalisia ndo mmiliki wa namba hiyo, namba 3 ama mlinzi wa kushoto. Lakini Nixon Kibabage amekuwa kama backup katika eneo hilo na anaonekana kama anashindwa kutoa kile ambacho Shadrack Isakaboka amekuwa akikitoa. Kwa hivyo Yanga wanamsajili Israel Patrick Mwenda kwa malengo mawili, kwamba endapo kutakuwa na changamoto kwa mlinzi wa kulia basi Israel Patrick Mwenda atakwenda kukava eneo hilo, lakini kukiwa na changamoto kwa mlinzi wa kushoto pia Israel Patrick Mwenda atakwenda kukava eneo hilo. Hata katika gemu kati ya Singida Black Stars dhidi ya Yanga ambapo Yanga walifanikiwa kuibuka na ushindi wa goli moja, pia Israel Patrick Mwenda alionekana akitumika kama mlinzi wa kushoto. Kwa hiyo Yanga wanamwania Israel Patrick Mwenda, na inaelezwa kuwa ameshatua jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuweza kufinalize deal hilo la kutua Jangwani. Anakwenda tena kuungana na wachezaji wengine ambao wametokea katika klabu ya Simba kwa siku za hivi karibuni, Clatous Chota Chama, Jonas Mkude. Hawa wote walitokea katika klabu ya Simba. Jan Otos Baleke pia ni miongoni mwa wachezaji ambao walitokea katika klabu ya Simba na sasa wako wanaitumikia klabu ya Yanga. Israel naye anaweza akawa miongoni mwa wachezaji hao ambao wametokea kwa mnyama
Simba Sports Club. Lakini tetesi nyingine zinadai kuwa Yanga pia imerusha jicho lao katika klabu hiyo ya Singida Black Stars, na kule wanamtaka kiungo Kevin Nation Matari. Kevin Nation amekuwa hapati namba katika klabu ya Singida Black Stars, lakini Yanga inaelezwa kwamba wanaisaka kwa udi na uvumba huduma yake kuweza kuongeza kitu katika klabu hiyo ya Jangwani. Tusubirie kuona dirisha litakapofunguliwa wachezaji hao watatua Jangwani ama vipi, lakini inaelezwa kwamba ni tayari madili hayo ni kama tayari yameshasainiwa. Kwa hiyo tusubiri kuona dirisha litakapofunguliwa tarehe 15 Disemba kama wachezaji hawa watatua rasmi katika klabu ya Yanga kwa ajili ya kuongeza nguvu. Ni tetesi tu na kupitisha katika tetesi, na hizo ni tetesi ambazo zimetufikia kuhusiana na usajili wa dirisha dogo, huku Yanga wakiwa wanatarajia kuimarisha kikosi chao kwa ajili ya kuweza kuendelea kuzipambania alama 3 katika ligi kuu na kuweza kupambania kutetea ubingwa wao ambao wameshaunasa kwa mara 3 mfululizo, lakini pia kuweza kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa, na maanisha CAF Champions League. Hizi ni tetesi na Rinyo Update. Usahau subscribe katika YouTube channel yetu Rinyo Update TV kwa ajili ya kupata hizi taarifa na nyinginezo nyingi. Gonga alama ya kengele kwa ajili ya kupata notification. Updates hapa ndo kwake. Karibu katika Rinyo Updates kwa taarifa mbalimbali za kimichezo. Hapa utapata uchambuzi, matokeo na matokeo mbalimbali ya kimichezo, burudani, lakini pia habari mbalimbali za kisiasa, kijamii, kidiplomasia na nyinginezo nyingi zaidi. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Rinyo Update TV kwa taarifa hizi kem hapa ndo kwake.